Jaribu kurudi nyuma kidogo. Angalia mazingira ambayo Kristo alizaliwa. Kristo alizaliwa kwenye mazingira ya kutatanisha kidogo. Mazingira unaweza kusema ni mazingira ya ajabu kidogo. Kwa lugha ya haraka haraka au kwa fikra za kibinadamu, tunayachukulia kama ni mazingira ya ajabu. Mazingira ya ajabu kwa sababu tunajua kila mmoja hapa, nadhani wengi wetu tumetoka kwenye familia za ufugaji. Tumeshawahi kufuga mbuzi, tumeshawahi kufuga kondoo, hata kuku pia tunafuga majumbani kwetu. Hebu chukulia, imagine. Sasa kwenye lile hori la ng'ombe lile. Lakini Yesu akazaliwa mle mle. Kwenye yale mazingira ambayo wengi hawakuamini, akazaliwa mle. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu alikuwa ana kusudi la kudhihirisha ulimwengu ya kwamba huyu aliyezaliwa hajazaliwa tu kwa ajili ya matajiri, bali ni wa watu wote. Ndio maana malaika akamwambia kwamba amezaliwa kwa ajili ya watu wote. Maanake hakuja kubagua mtu kwamba yeye atakuwa ni wa matajiri tu, no. Kwamba yeye atakuwa ni wa maskini tu, no. Yeye ni wa watu wote. Ndio maana alikubali kujishusha, hata kuzaliwa kwenye mazingira ambayo ni mazingira ya hadhi ya chini kabisa. Ni kwa sababu yeye alimaanisha kwamba anawafikia watu wote. Ni kwamba yeye habagui wala haangalii. Anaweza akakaa mahala popote, hata palipo pachafu, na akapasafisha pakafaa. Ndio maana utaona pale wakati anazaliwa hizo ishara zilizotokea. Mwanga ukamulika katikati ya giza totoro, na giza likatoweka. Tafasiri yake ni kwamba yeye alileta nuru na wokovu kwa wanadamu. Kwa yeye alikuja kututoa katika giza nene ambalo lilikuwa limetushikilia. Lakini akamaanisha kwamba yeye alikuja kwao wote, hata wale walio wachafu. Yeye ni wake, atawasafisha. Na ndio maana baada ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo, hizo ishara zilipotokea, watu wengi pamoja na wafalme wa taifa la Israeli walichanganyikiwa. Utaona hata Herode wakati ule alipoona zile ishara za ile nyota ya mashariki iking'aa pale ambapo mtoto amezaliwa, aliwakusanya hata wale waandishi wa habari, aliwakusanya wale wakuu wa makuhani, akawakusanya wote, akawauliza, hii ni nini? Hizi ishara zinamaanisha nini? Ni kitu gani hichi katika nchi yangu? Hiyo tunakumbushwa kwamba peke yake katika maisha yetu haya tunayepaswa kumsujudia ni Kristo. Maana hata wale mamajusi nao waliotumwa na Herode, nao vile vile walienda wakamsujudia. Pamoja na kumsujudia, lakini pia walipeleka zawadi. Walibeba uvumba, mane na dhahabu, ambazo walizibeba kama ishara ya kwenda kumtunuku mtoto. Ililazimika azaliwe kwenye mazingira yale ya chini kabisa, ili kudhihirishia ulimwengu ya kwamba yeye ni wa wote. Kwa sababu Mungu ni mwenye uweza. Mungu hawezi shindwa. Lilikuwa sio jambo zito au jambo la ajabu sana kumfanya Kristo akazaliwa kwenye magorofa au kwenye majumba ya kifahari. Lilikuwa linawezekana kabisa. Lakini ni kwa nini kule? Maana yake yeye alikubali kushuka hadi chini, kwa sababu yeye alikuja kwa ajili ya kuiokoa au kuokoa ulimwengu. Akatengeneza mpango, akakaa kikao na jopo lote kule mbinguni. Kristo akajitoa mhanga, akasema mimi nafaa kwenda kuwaunganisha hawa watu na baba yetu wa mbinguni. Lakini kile kikao kilileta kilitoa frame nzima, kilitoa mtazamo wote kwamba atakayeenda kule kwanza atazaliwa kama mtu, maana wanajua mtu yukoje. Atakayeenda kule atapata njaa kama watu wengine. Atakayeenda kule atateswa, atakufa, na mwishowe atazikwa, atafufuka. Ndio yote ikiwa ni pamoja na kukaa sehemu chafu kama hizo Bethlehemu, na kuzaliwa mji ambao uliodharaulika. Mpaka kuna sehemu imeandikwa kwamba inawezekanaje mambo mazuri kutokea Bethlehemu na kutokea Nazareti. Nazareti ni sehemu ambayo ilikuwa kama imetengwa. Yaani kama hapa Arusha mnaweza kujua sehemu ambayo labda haina hadhi. Sawa? Huku ambako hakuna hadhi ndio amezaliwa. Amefanya kazi yake, lakini majukumu aliyoyafanya alianza bado mdogo, ingawa kwa Waisraeli kule ilitakiwa mtu aanze akiwa na miaka 30. Lakini ndani ya miaka 12 alikuwa anaenda kusemezana
na watu huko kwenye makanisa huko wanaita masinagogi mpaka leo, kwa kuelewa kwamba sisi ni binadamu, lazima tupitie shida zote ambazo Kristo alizipitia. Yaani Kristo hakuwa na haja ya kufa, ila amekufa kama kielelezo. Biblia imesema Kristo ni mwanzo wa kila kitu, yaani ni limbuko la kwanza kila kitu. Kristo ndio mwanzo. Swala la kupaa, yeye ndio mwanzo. Swala la kuzaliwa na bikira, yeye ndio mwanzo. Hayupo mwingine ambaye alizaliwa na bikira isipokuwa Kristo. Pia kufa katika kifo cha aibu cha namna ile, yule ndio wa kwanza. Kwa Kristo anaendelea kutukumbusha kwamba sisi tubadilike, tuendane na yeye. Kwa nini yeye alikubali kuteswa? Kwa nini alikubali kufa? Kwa sababu ya upendo aliokuwa kwenye mfumo. Turudi kwa wamoja. Christmas ya leo mtumishi ameongea ikageuke kuwa kiunganishi, sehemu ambako tunaona kutoka kwenye mioyo yenu kuna maporomoko, kuna mpasuko. Turudi upya, tujiumbe upya ili tufanane na ukoo wa baba yetu wa mbinguni. Nimezungukwa na watumishi wengi kwa sababu leo ni Krismasi. Nina imani pia tutakapoondoka mahali hapa kule majumbani mwetu, leo tuna vyakula vya aina tofauti tofauti. Kuna pilau, kuna wali msafi, kuna nini hapo, yaani kuna makorokoro mengi. Kwa hiyo kabla hatuenda kupata vile vyakula tofauti tofauti, hata huku pia tupate vyakula tofauti tofauti. Kwa hiyo nitaalika kwaya tena, kisha tutasikia kutoka kwa kwani Mazengo. Kuzaliwa, ile nuru iliyotokea na kuangaza kote mpaka ikaonekana na watu wote, hakikuwa kitu ambacho cha kawaida. Yesu Kristo pamoja na kuzaliwa katika ile mazingira, lakini yeye alishaandaliwa tayari kuwa mtu mkubwa. Yeye tayari nuru yake ilikuwa ni ya kuangaza ulimwenguni kote. Alikuwa yu tayari kwa ajili ya kuokoa wanadamu wote. Ni lazima nuru yake iweze kuangaza sehemu zote. Leo hii katika maisha yetu sisi tulivyo, usijidharau mahali ulipo ama mazingira wewe unayotoka ukajiona kana kwamba wewe ni mtu wa kawaida. Mwenyezi Mungu anaweza akawa ameandaa kwamba wewe ni mfalme na wewe ni mtawala. Popote pale ulipo, sema Mungu, kwa sababu ya lengo lake aliloliweka ndani yako lipate kutimia. Yesu Kristo alikuja kama kielelezo. Alizaliwa mazingira ambayo ni ya uchafu, lakini hakujali. Yeye lengo lake liweze kutimia, aliamua kupitia katika hayo mazingira. Lakini nuru iliyoangaza kwa watu wote walipata kuiona. Leo hii inawezekana wewe nuru yako, ukubwa wako usiweze kuona, lakini wapo ambao wanauona na ambao wanaona kama ni tishio katika maisha yao. Leo hii tunaadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ndivyo ambapo mtumishi amezungumza ya kwamba hata azaliwe mioyoni mwetu, na tujikumbushe ya kwamba upendo wake alikuja kuonyesha kwetu kama kielelezo, na sisi pia tunatakiwa tuishi katika mazingira hayo ya upendo kwa wanadamu wenzetu. Katika mazingira yetu tunapokuwa tunaishi, tuishi katika hali ya kutenda yaliyokuwa mema, tuishi katika hali ya kutenda yaliyokuwa ya haki, tuishi katika hali ya kutenda yale ambayo mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni ambayo yeye anataka tuyatende hapa duniani. Amesema mtumishi, tusijifiche na kufanya vitu ambavyo vinamchukiza Baba yetu wa mbinguni ama kufanya vibaya kwa wanadamu wenzetu kwa sababu Mungu hatuoni. Hapana, tutende yaliyokuwa mema, tutende yaliyokuwa ya haki, na kuzaliwa kwa Yesu Kristo atufanye sisi tuzaliwe upya. Mtumishi amezungumza kusala la generation ya nyoka ambayo anaifanya the same kwetu sisi. Leo hii tuzaliwe upya na tubakie tukiwa na nguvu imara kwa ajili ya kumtumikia Baba yetu wa mbinguni, na tutende haki, tuangaze nuru ulimwenguni kote. Watakaoiona hiyo nuru wajue kwamba Mungu yupo na apate kutukuzwa. Mungu abariki neno lake sasa na hata milele. Amen. Nimezungukwa na watumishi wengi kwa sababu leo ni Krismasi. Nina imani pia tutakapoondoka mahali hapa kule majumbani mwetu, leo tuna vyakula vya aina tofauti tofauti. Kuna pilau, kuna wali msafi, kuna nini hapo, yaani kuna makorokoro mengi. Kwa hiyo kabla hatuenda kupata vile vyakula tofauti tofauti, hata huku pia tupate vyakula tofauti tofauti. Kwa hiyo nitaalika kwaya tena, kisha tutasikia kutoka kwa kwani Mazengo. Bethlehem kulikuwa kumejaa watu na wageni walikuwa wamejazana pale. Mwana wa Mungu azaliwe wapi? Katika usiri huo, binti bikira anajifungua mimba au anajifungua mtoto. Lakini ninachokifurahi ni kwamba ujumbe unashuka kutoka mbinguni usiku huo kule kondeni jangwani, ambapo malaika anashuka
na kuwakuta wachungaji. Ile nuru lililoangaza katikati ya usiku mkubwa, giza linatoweka na nuru linakuja. Yesu Kristo anazaliwa, nuru ya dunia inaangaza. Wokovu unaanza kuonekana katika uso wa dunia. Wale wachungaji wakaogopa kwa sababu walihisi wameshuhudia utukufu wa Mungu kama ilivyokuwa kipindi cha kina Musa. Siku ya leo tunajua kwa nini Yesu Kristo alikuja, kwa nini Yesu Kristo alizaliwa na kwa nini Yesu Kristo azaliwe katika mioyo yetu. Mtumishi mwendesha ibada ameongelea kuhusu kurenew, ili tupate renewal ya maisha yetu katika tembea yetu ya imani. Hivi ni vitu vya imani, ni vitu vya rohoni. Tunampokea Yesu Kristo na kuzaliwa kwake katika roho na katika imani, ili tupate nguvu. Kama nyoka baada ya kujitoa gamba anakuwa upya tena, na kwetu Yesu Kristo anapozaliwa tena upya mara nyingine na mara nyingine katika maisha yetu, tunapata nguvu katika safari yetu ya imani. Mabadiliko ya kuhitaji mavazi mapya yanatakiwa yaanzie kiroho kwanza. Uhitaji wetu uanzie katika mioyo yetu, halafu ndipo hapo sasa tukamalizie kimwili. Hiyo ndiyo itakayotofautisha sisi wana wa Mungu na wale watu wengine ambao sio waamini. Inapaswa tuone tofauti